Nimebaki haroni, sina msaada mimi, mama angu simuoni, keki wa mirija mwilini. Nimebaki haroni, sina msaada mimi, mamangu simuoni, keki wa mirija mwilini, mwilini. Wewe Lamek. Mama. Njoo. Mwanangu. Mbona siku hizi umebadilika sana? Kazini huendi, una siku ya 3 leo hujafungua. Kwa kazini mama nitafungua siku 2 3 hizi, hapa kuna mambo niko naeka sawa mama yangu. Sema usijali, nenda nafungua siku 2 hizi. Lakini mwenyewe umeshamwambia kuwa haujafungua siku 3, usije kuwa tena matatizo. Kumwambia bado sijamwambia, sema siku 2 3 hizi maana kuna mambo unajua mama, kutafuta huku na huku naeka sawa, nitaenda tu. Mwanangu, haujui kama hii ni dunia, hii ina mambo mengi mwanangu. Wewe si unajua jinsi watu walivyokuwa wanaharibika duniani. Mimi sitaki mwanangu uwe kama vile. Mwanangu, achana na makundi. Mama, mimi najua ninachokifanya. Yaani usiwe kama vijana wengine wanaevuta bangi, wanavuta unga. Sisi hapa nyumbani ndio tunakutegemea, wewe ndio tegemezi letu kwetu hapa. Si ndio mwanangu? Mwambie ni mambo yake hayo. Tena ndio nyamaze kabisa. Nyamaze nini? Na mambo yako kibao najua, usione na kaka kimya na kuangalia tu kila siku. Sasa yule dadako akafanya kitu gani? Haya, subiri utaona tu mwenyewe. Siyaoni sasa hivi utayaona. Mimi mambo yake sijayaona na nipo naye kila siku huko ndani. Utayaona mambo yake, siyaoni sasa hivi utayaona. Angalia baadaye sio tukalaumiana. Dunia imenenemea, tumebaki haroni, nahisi baridi baridi, sina msaada mimi, nakaa chini nalia, mamangu simuoni, nalia sina budi, keki wa mirija mwilini. Mbona nataka kimandasoni ndo kama hivyo kabisa mwanangu. Dube madube kama Azizi mwanangu. Ndio. Sisi hapa kina Kidobe mpaka tuoneshe sana mwanangu. Chakalamu tena. Kina Enzo. Mshua mwanangu, sasa ndo hivyo. Ndio maana yani kama sio jamii yetu, yani sio unajua tena mwanetu. Kwa nini unapopata nafasi nini? Onyesha au si? Kabisa mwanangu. Na unajua sio tutoke maskini mwanangu. Ndio hivyo. Matobo kama lazima tupambane. Fosi kabisa sasa. Kama kina sisi anta kuja masisi. Kwa ajili pay hamna. Mwanangu asalube. Dube mshua. Maana kasa kama Gabi juzi. Gabi juzi katoka Spain. Familia yake shamwandalia. Ameandalia wenzetu. Sisi bado hadi mpaka tuoneshe mchakaramu mwanangu, nado ndo sisi tucheze. Ndio kapu zote zako mwanangu. Napiga na mshahara uongo mimi na familia. Kabisa na mama ngana uchai ngapenya bwana. Vipi wewe michongo yako mwanangu nado? Mimi nasikilizia hapo kwenyewe kama unajua. Mungu atabless mwanangu nado bwana. Kabisa hapo nzuri. Poa. Najua si. Sasa unajua nini Rasi? Umeona ile game ya Simba siku ile na Yanga, wewe umebebwa. Mimi nimebebwa kweli. Sasa game ile Pakome ndani walikuwa wachomoki. Walikuwa wachomoki. Uchomoki vipi? Pakome nani sasa? Je, bana ile Prince Dube ilikuwa offside ile? Ile pale soft side maisha ukweli. Sema umeona ile pale ya Dube, ile kimpira ni ile pale 50-50 kufunga. Wewe pale unakosa? Wewe unakosa pale. Kwani kakosa ngapi Dube? Sio kwa pale babu. Dube kakosa ngapi? Una kipi kakosa magoli mangapi? Angemwacha sasa, sio kwa pale. Sio kwa pale, sio kwa Dube. Mimi sijabebwa. Anakosa kweli magoli, sio mechi kama ile muhimu. Sikiliza, Selemani Mwalimu ile pale kashafunga, nimeshaingia ndani ya nyavu. Wa baridi ningo ni mimi hivi juu. Unajua zile. Sisi tunakojua anajifanya msela, kumbe tozo na pale ya kila meki anaenda. Sema wamchukulia poa kweli ya meki huyo. Sema ipo siku atakuja kumkanda huyo mwana. Atamuumiza kweli na sisi tunamwangalia tu. Sasa hii sisi tunacheki tu. Na atamuumiza. Sisi tupo maskani tunamwangalia. Hamna kutetea. Yetu macho. Sasa anamuweza. Haina kuchekelea, sisi tu macho. Habari ya uzima? Kwema kabisa. Habari ya majukumu? Mungu mwema. Ndio. Niambie. Safi. Sasa ndugu mwenyekiti, bwana kuna kero hapa zinaendelea hapa mtaani sio nzuri sana.
hasa kwa vijana wetu hao. Vijana wetu bwana wanasumbua sana mtaani. Juzi Mama Kibonge, mara unasikia dirisha limefunguliwa. Mara unasikia sijui kwa Juma kule sabufa imeondoka. Sasa kama mwenyekiti nimekupa kero hizi ili uzifanyie kazi. Maana huu una uongozi pia uko juu. Wanaweza kachukua hatua yoyote ili kufahamisha au kukamilisha haya mambo ambayo yanaendelea ya kihalifu hapa mtaani. Kwa hiyo kama mwenyekiti mimi nimekupeleka ili jambo kwako, nimelipeleka kwako nikiwa mjumbe wako. Nadhani tujadili, tuangalie inakuaje jinsi ya kusaidia maisha hapa mtaani na watu ambao wanaotuzunguka sisi. Au unasemaje mwenyekiti? Hilo mimi nimelipokea na nimelisikia pia, lakini kuna namna na tufanye, tuangalie jinsi gani ya kuweka vijana karibu, kuunganisha ili ya mambo yasiendelee tena. Maana sasa hivi kero ishakuwa kubwa sana, yaani kero ishakuwa kubwa sana. Mimi mwenyewe juzi nimepokea taarifa hapo, kuna jirani yangu kaibiwa, wamemwibia TV, wamechana dirisha, wamemwibia TV. Umeona? Samani kidogo. Bila sababu. Naam kiongozi. Ndio. Wameiba? Aise. Poleni sana. Ndio nilikuwa naongea na mjumbe wangu hapa, alikuwa ananipa hizo taarifa pia. Ndio. Basi sawa, haina shida, tutaangana magani ya kulifanya. Sawa, shukrani sana. Asante kwa taarifa. Umeona? Mwingine tena huyu kanipigia simu kaibiwa. Shughuli sana. Ni mtaa gani huu? Hapo nyuma mtaa Ng'ombe. Nafikiri kuna kitu tukiandae hapa, tukishirikiana na wewe na wadau wengine, nafikiri tunaweza tukaweka pamoja vijana tukaongea nao ili swala likaisha. Au unaonaje ndugu? Na ukiangalia wewe ndio kiongozi hapa mtaani, itabidi mambo haya usimamie ipasavyo. Kwa sababu vijana wako wanavyoharibika au vijana wetu wanavyoharibika hapa mtaani, tunaangaliwa sisi viongozi kwanza. Kwa hiyo nakuomba uchukue jukumu au tuchukue jukumu muhimu kwa hawa vijana wetu ambao wanaendelea sasa hivi hapa mtaani. Kwa ndio hivyo, inabidi sasa tufanye mchakato, sawa, tuwakusanye vijana. Nafikiri ndio itakuwa njia rahisi sana na ya kuwasaidia. Sahihi kabisa. Vijana. Kwanza mimi nashukuru sana kupeleka kwa jambo hili kwa kiongozi pia. Hata kero hizi za wizi mtaani, kuchaniwa mtu kwa dirisha, ukipeleka kule kwenye michezo kidogo inakuwa zinaisha. Dunia imenenemea, tumebaki Haruni, nahisi baridi, sina msaada mimi, nakaa chini nalia. Kwa mzee katoka muda si mrefu. Akaenda hivi. Nimebaki Haroni, sina msaada mimi. Mamangu simuoni. Bi mkubwa. Ndio kupendeza hivi. Kwa mazingira yangu vipi? Bado nakufikiria. Sasa unafikiria nini? Au pendo unafashana vyombo hivi? Hamna. Sasa. Kwa hiyo wiki mbili na jibu moja. Wiki ifike. Unazingua. Dunia imenenemea, nahisi baridi. Mama, mbona tulikuwa vizuri? Hebu tumweke chini. Pole. Kaa chini. Dunia haipatikani. Vipi Mjira? Una bajaji hapo? Sikia, njoo chapu kwa bazara meki hapa chapu. Kuna matatizo chapu, fanya chapu. Mapema chapu mwanangu, chapu. Balili mwanangu. Alikuwa sawa tu asubuhi. Pole mamangu, pole. Ala batana. Chapu.
Hizi hela jamani, michezo hiyo. Simama namba. Nishali wa kamari ujue hapo. Naweka simu yangu ndani. Nishali wa kamari, tulieni wana. Naandike kamari. Umesikia? Hebu tutengeneze gazabu kwa huyo. Huyo kashaweka bondi huko. Mimi huko sina hela nyingi. Wewe sikaweka kwa 10,000. Mimi naweza kuivua huko hata kwa 20,000 afu anasema dua baridi mwanangu. 10,000 anarudishia wewe, 10,000 anabaki nayo ili acheze ngozi. Umeliwa namba kutoka nje. Hizi zangu. Nipo pale. Wewe hela umefunga muda. Bana huyu tulia basi. Hizi zimefunga na huyu. Ngoja kwanza nilikuwa na 12 hapa. Kila mtu aweke hela kwanza kama ikishindikana. Aelekeza. Mbona tunataka kamari hasa? Mbona hivyo? Aelekeza. Ngoja tunaelekezana. Kila mtu apigilie hela. Tuelekezane. Sikilizeni basi. Tuelekezane. Wewe ushika namba yako. Bado tena ongeza. Mpaka 5. Twende. Mjomba vipi, mbona nipepelea kama? Wewe umesema wapi? Tulia. Ongezeni hela. Mimi natia hela. Ongeza hela tena. Natia hela. Cheza hela tuondokeni jamani, tia hela hapo. Changa kama tuendelee. Bado tena hapo. Niambie mama. Sikia, mimi hiyo hapo. Matatizo tena? Matatizo kigabula kaja. Yale mazingira yake. Achana naye. Mwambie aende rudi jioni. Hela bado. Mwambie aende rudi. Hapo. Kaka nitakuelewa mabingwa hapo, weka hela. Mabingwa hapo, weka hela. Mabingwa hapo. Unaanza nao. Tuondoke, ongeza hela. Twende ngozi, tucheze ngozi. Dunia imenemea, nahisi baridi baridi, nakaa chini nalia sina budi. Nimebaki haroni, sina msaada mimi, mamangu simuoni, keki wa mirija mwilini. Matatizo yalinishitokea, makubwa yamenizidi. Wahenga walisema ukubwa jalala, ila mimi nikakaidi. Nimebaki haroni, sina msaada mimi, mamangu simuoni, keki wa mirija mwilini. Dunia imenene Mshamtumia message kwenda kwenye bajaji nikamtumia kwa sasa ndio kwa shakaribia, maana nimemtumia muda mrefu kwa shakaribia, maana tangu ndio kwenye bajaji nahisi kwa wanaweza kaja basi gari kwa mpole. Unakuja mpole daktari, ni mama yangu.
Takwambia tuende wakati. Tarehe yetu. Dunia imenierea, nahisi baridi baridi, nakaa chini nalia, sina budi. Matatizo yalinitokea